Namna ambavyo game ilivyokuwa kanda, ilikuwa ni moja ya mechi ambayo kitaalamu ilikuwa ni mechi ya kiufundi sana. Lakini kwa namna ambavyo ilivyokuwa ni lazima kabisa kabla ya sijajua sijui nianze moja kwa moja ndani ya uwanja namna zilivyokuwa mbinu na mazingira ilivyokuwa, lakini ni aina katika approach ya mwalimu David Fadlu kuweza alimudu mechi, aliweza kumaintain mpaka dakika 90 bila kufunga bao, lakini wakati huo pia na yeye kilichokuwa kinamzuia kutokupata bao. Tukianza na game approach, namna ambavyo jana David Fadlu aliingia na game approach kwenye mechi ya jana, tunasema ilikuwa ni kitaalamu, tunasema ni game based approach. Game based approach ni aina ya mtindo wa kwenda kucheza kwenye against opponent. Wakati unacheza against opponent, ukitengeneza nadharia na mazingira magumu ya wewe kutokuzurika, inaitwa game based approach, ya kwamba unakwenda kucheza mechi against opponent, wakati huo huo umetengeneza silaha zako za kwamba wewe kwenye mechi hiyo hautazurika kwa namna moja ama namna nyingine. Kama the result at the end it must be fair for you, yani matokeo ya mwisho kwako yanatakiwa yawe bora kwa sababu ya hii game based approach ambayo ni standard approach ya kutumia kwa ajili ya kupata matokeo. Sasa hii game jana mwalimu wa Simba David Fadlu ndio ameitumia, kwa sababu hii game huwa ina vitu vikubwa vitatu. Ina timing, kwamba lazima mwalimu acheze na muda huu tutashambulia, muda huu tutadefense, muda huu tutakwenda kushambulia, lakini tutatumia wachezaji wawili ama mchezaji mmoja, kwa kuangalia timing of how you play the ball against your opponent. Hii ni aina ya mbinu ambayo mwalimu jana alijaribu kuitengeneza, ya kuona kabisa kwamba yeye atacheza na timing na muda ili kuhakikisha kwamba kila kitu kiende vizuri. Na ndio maana hata takwimu za mwisho zilipokuja kutoka, Simba alipiga takriban mashuti 4 tu ambao waliyapiga golini, jambo ambalo lilikuwa ni la kushangaza sana. Simba ambayo ilikuwa inaongoza kwa wastani wa kupiga mashuti zaidi ya 157 kwenye mashindano kabla ya mechi hii, kwenye mechi dhidi ya Stellenbosch, lakini jana anapiga mashuti 4 tu. Wakati huo kwa sababu ya timing, angalia Stellenbosch wao wanapiga mashuti takriban mashuti 13 ambao jana wao waliyapiga golini, lakini kwa ubora wa Simba, kwa sababu ya kitu kinachoitwa team dynamism, ama unaweza ukasema team dynamic kwenye mfumo wa game based approach. Kuna kitu kinaitwa team dynamic. Timu inakuwa haijulikani inachezaje, hususan kwenye maeneo mawili, kwenye eneo la kiungo, kwenye eneo la defending. Sasa Simba jana walitengeneza team dynamism ambayo iliwafanya Stellenbosch, ambao wao wamefika golini zaidi ya mashuti 13, lakini mashuti 4 tu ndio ambayo Musa Pinipili Kamara ndio aliweza kuyashika ama kuweza kufika golini, kwa maana ya shoot on target. Hii team dynamism ikatengeneza mfumo wa kwamba Simba wao kwenye game based approach walifanikiwa zaidi, kwa sababu mwalimu alifanikiwa zaidi kutengeneza malengo ya Simba kutokuzurika. Lengo na mazumuni Simba isizurike, na ndio maana sasa kwa mara ya kwanza Simba amekuwa ni most of the team that dominated the game always. Anapokuwa away, Simba anapokuwa away anadominate karibu mechi yote, lakini kwa jana, kwa kujaribu kutazama namna game ilivyokuwa inakwenda mpaka mechi inamalizika, Simba ball position alikuwa chini zaidi ya 40 tu ambayo Simba aliweza kuipata, kwa maana 41, lakini 59% zilikuwa za umiliki kwa Stellenbosch. Hii inakuashiria kabisa kwamba Simba jana alikuwa kwenye game based approach ambayo ilimtengenezea kwamba kwenye mechi nzima Simba alishawahi kucheza pasi zaidi ya 500-600, lakini jana mechi inamalizika alikuwa amecheza pasi 484 peke yake, wakati Stellenbosch wamecheza zaidi ya pasi 392 ambazo zimefika na kupiga takriban kona 8-2. Hii ni aina game approach ambayo mwalimu aliweza kuitumia katika ubora mkubwa. Sasa kwa nini aliingia na game based approach? Aliingia na game based approach kwa sababu Steve Barker
mwalimu wa Stellenbosch yeye alitengeneza mfumo ambao ulikuwa ni wa kuifanya timu yake iweze kuwa balance kwenye eneo la kujilinda na iwe timu ambayo ina balance kwenye eneo la kuataki. Alikuja na mfumo wa 4-1-4-1, mfumo wa wachezaji wanne mabeki, kiungo mmoja wa katikati, viungo wanne na mshambuliaji mmoja. Na kama unakumbuka kanda moja, watu ambao waliwatumia zaidi alikuwa Ntule Fawaz Basdieni, kiungo kwa maana eneo la pembeni. Yeye alikuwa ndio beki ambaye alikuwa na kasi zaidi na mapafu zaidi. Hawa ni mabeki ambao kazi yao ilikuwa ni kumlinda goalkeeper, wakiwemo akina Edward. Lakini mtu pekee aliyewekwa mbele yao alikuwa ni Nduri, mmoja mtu ambaye ukimwangalia namna ambavyo ana mapafu kwenye eneo la katikati, yeye kazi yake atakuwa anafanya offensive, lakini pia kazi yake pia atakuwa anakwenda kuwasaidia wachezaji watano kwenda mbele. Sasa wachezaji watano ama wanne wa katikati, jana walikuwepo wachezaji wawili wamesumbua sana. Kama unamkumbuka mtu mmoja anaitwa Titus, ni kama alikuwa anacheza namba 7 na namba 11, ni kiungo ambaye alikuwa ni hatari mno. Ni aina ya wachezaji ambao jana wamemaliza mechi kwenye ubora walao wa score zaidi ya alama 4 kwenye playing rate ya wachezaji baada ya mpira kumalizika. Lakini mbele sasa akaachwa De Jong ndio alikuwa mchezaji hatari zaidi ambao timu ilikuwa inamsubiri yeye kuja kuconvert magoli. Lakini namna ambavyo mabeki wa Simba mwalimu alivyoingia na mfumo wa 4-2-3-1, mara kadhaa nilizungumza mfumo wa kutengeneza matokeo ni lazima uwe ni mfumo ambao utakwenda kuwa sambamba na mazingira ya mechi itakavyokuwa. David Fadu jana ameingia na 4-2-3-1 ambayo sasa bahati mbaya ilikosa kiungo mmoja ambaye nilimzungumza kabla ya mechi kwamba Simba jana hawakuhitaji mchezaji kiungo mshambuliaji, walihitaji kiungo mkabaji. Jinchaza huwa jana ulimuona kanda amecheza na hata kuingia kwake ilikuwa ni makosa. Angeendelea kuwepo Simba alikuwa anafungwa kwa sababu kulikuwa ni makosa kwa aina ya game. Kipindi cha pili kulikuwa na makosa kwa aina ya game ilivyokuwa. Game Fadil alikuwa anahitaji sare. Na ndiyo maana sasa kwenye mfumo wake wa 4-2-3-1 baada ya kuja na Kapombe, amekuja na Kalabu, angalia amekuja na Hamza, na ukimjaribu kumtazama Zimbwe ametengeneza ile back four ya Simba kwa maana defending side. Wachezaji wawili wa Simba tunawajua ambao wamekuwa wanafanya kazi kubwa sana kwenye eneo la defending, kwa maana viungo Fabrice pamoja na Kagoma ndio walikuwa chini. Sasa waliokuwa wanafuata watatu alikuwa ni Mpanzu, alikuwa ni Kim Dennis pamoja na Jean Charles Ahoua, bila kumsahau Dese Mkwara. Sasa eneo la Jean Charles, kwa sababu timu ya Simba jana ilikuwa haihitaji kutengeneza unyumbulifu wa kutafuta goli, ilikuwa inahitaji kuhakikisha kwamba inakwenda kutengeneza clearance za kupata magoli. Sasa na ndio maana Simba mpaka mechi inamalizika wamefika golini kwa maana shoot on target mara moja tu kati ya mashuti manne ambayo jana wameyapiga kwenye mechi nzima. Sasa mwalimu alipoona kwamba hii mechi inahitaji sisi ku defend katika kuongeza viungo, akajaribu kuangalia mchezaji gani ambaye anaweza nikamuingiza, akamuingiza Deborah Fernandez Mavambo. Ndio timu ikaanza kuwa na uhai. Tukamwona Elim Panzo anaamka, tukamwona Kim Dennis anajaribu kunyanyuka kutengeneza work rate na concentration ya kwenda mbele. Sasa kimfumo mwalimu aliingia na game based approach kwenda kupambana na 4-1 side ya Steve Barker, kocha wa Stellenbosch. Yeye akamjibu kimbinu kwa kutumia mfumo wa 4-2-3-1 ambao kwenye kipindi cha pili ulipokwenda kuanza akaona kabisa kwamba kama nitaendelea kuacha viungo wawili naweza nikafungwa. Alichokifanya ni kumuongeza Ngoma. Alichofanya ni kumuongeza Mavambo, lakini pia baadaye anakwenda kuongeza mabeki kutengeneza ubora mkubwa kwenye eneo la defending. Tulimuona Shem Malone Fondo pamoja na Nouma wakiongezeka kwenye timu ili timu itengeneze mazingira makubwa ya kutokuruhusu mianya ili kuweza kufungwa. Na bahati mbaya jana uliona mechi ambayo ilikuwa na pressure. Hawa Stellenbosch mipira yao ya kurusha ni kama kona. Stellenbosch ni moja ya timu ambayo mipira yao ya kurusha aidha ni Fawaz Basdieni, aidha ni Titus, aidha ni Dion, aidha ni Nduri, walikuwa narusha utafikiri wanakwenda kupiga kona. Sasa mwalimu kwenye game ya jana kaingia na mfumo wa kuachia mpira kwa namna moja ama nyingine Stellenbosch na yeye kubaki nyuma, na mwisho wa siku Stellenbosch wakaonekana hawana makali, na mpaka mechi inakwenda kumalizika Simba anakwenda kuwa bingwa kwa sababu ya hii game based approach ambayo alitumia jana.
Ukimtazama mwalimu David Fadlu kwa namna ambayo jana alianza approach yake kwa maana hiyo ilikuwa ni kwa ajili ya kuzuia ama lakini katika approach yake nini kilimfanya kushindwa pengine kuimaliza mechi ndani katika mechi pengine kwa kupata bao, ama approach haikuruhusu, ilikuwa ni ngumu kupata bao, ama pengine walikuwa bora kiasi gani wapinzani kuzuia mnyama anayebebea Aspar Bao? Kwa Simba, approach ya Simba kupata goli, namna ambavyo nilimuona mwalimu alitengeneza mazingira ya 21st minutes kwenye game based approach. Hii game based approach kanda ni sawasawa na standard measurement of money circulation in the economy. Yani standard measurement ya kupima uchumi katika hali halisi ya transaction, huwa tunaangalia working rate, lile soko la pesa kubadilishana, soko la foreign exchange, huwa ndio standard measurement ya kupima kwa namna moja ama nyingine uchumi wa taifa fulani, hela yao ipoje. Tunatumia foreign exchange rate. Kama pesa yenu itakuwa ni chini zaidi, maana yake kuna possibility kwamba lazima kwenye economic, kwenye ile macro economy kuna shida kidogo. Sasa kwenye mizania ya mpira wa jana, kwa namna ulivyokuwa kwenda, mwalimu alitengeneza approach akiamini mfumo wa 4-2-3-1 ungeweza kumfavor Jinches ya Ahoua. Dakika 20 za kwanza akaenda kutengeneza unyumbulifu, na ndio maana mwanzoni Simba waliingia na spidi kubwa sana kutengeneza intensity. Spidi ilikuwa zaidi ya 70.57 ya namna ambavyo walikuwa wanaitafuta goli, lakini at the end walikuwa wanajua baada ya dakika 15 hawa Stellenbosch chini ya Steve Barker watakuja wakishambulia, kwa sababu wao hawana cha kupoteza, wameshafungwa goli moja na wanatakiwa kufunga kwenye difference ya margin more than 2 goals. Yani washinde kuanzia 2-1 ama washinde kuanzia kwa maana 2-1, bado mechi ilikuwa inaendelea kuanzia 3 na kushuka chini, ndio ilikuwa ni marginal difference ambao wao walikuwa wanalazimika kushinda. Sasa kwenye mzania wa namna hiyo, jambo gani ambalo litakuwa kufanyika sasa? Unatengeneza mpango mkakati wa dakika 15. Kama utapata goli, maana yake utafikisha magoli mawili, una goli lingine la away, maana yake utakuwa umeaccumulate another away goli, utajikuta total goals unazo 3. Sasa kwenye scenario hiyo mwalimu alipoingia kupambana dakika 15 akajikuta hajafunga. Sasa ilipokuwa hajafunga, nini ambacho sasa kiliweza kutokea? Muangalie Traore, beki ambaye jana amefanya vizuri zaidi ni Traore, beki kutoka West Africa, pamoja na Fawad Basedeni. Hawa ndio walifanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba wanaisogeza timu kuanzia kukabia katikati kwenda mbele. Jana kama Simba ulikuwa unaona walikuwa wanaanza kukabiwa golini kwao. Musa Kamara akichukua mpira, anapoanzisha pasi kwenda kwa Kamza ama anaanzisha pasi kwenda kwa Kapombe, ulikuwa unamuona Dion kwa namna moja ama nyingine alishatua. Kama sio Dion, ulikuwa unamuona Kroket, mmoja mchezaji ambaye alikuwa na ubora mkubwa. Kama sio yeye, ni Titus. Hawa wachezaji wote wa mbele walikuwa na overlap, wanaanza kukabia mbele zaidi, ambako mtu yoyote asingeweza kujua kama hii timu inahitaji kwa pressurize Simba. Sasa kwenye mfumo huo, baada ya Fadilu kuona kwamba hii timu inakuja na standard ya namna hii, mimi nafanyaje sasa? Kipindi cha kwanza dakika 20 imekosa goli, ni kuanza kurudi nyuma. Angalia Simba ilifika mahara, timu ya Simba ilikuwa haiwezi kupiga hata pasi 6 mpaka 7. Zikifika pasi 4-3 wananyang'anywa. Ni kwa sababu standard measurement ambayo mwalimu alikuja nayo ni kuhakikisha kwamba timu inakuwa salama kwenye eneo la katikati, inakuwa salama kwenye eneo la defending. Na ndio maana jana Fabrice Ngoma ka play part kubwa sana kiuchezaji kama kiongozi, na amechukua takriban pointi 7 za uchezaji. Lakini kwenye mazingira yale ambayo nazungumza, hao wote jana Kagoma na Fabrice walikuwa wapandi, labda itokee kuna mpira wa kurusha ambao Simba anaweza akaupata. Namna ambavyo Simba aliingia na game approach iliyosababisha wasipate goli, lakini kwa namna ambavyo Sibaka yeye aliingia na vitu viwili tu. Tunakwenda kuwa pressurize Simba, pressurize Simba wafanye makosa, si tuwafunge. Pressurize tunaanzeje? Kuanzia kwa Musa Pini Kamara, tumkabie kule. Na ndio maana jana Musa Pini Kamara amefanya kazi kubwa sana, ni miongoni, na ndio kwenye ranking. Angalia sasa
kwenye kikosi bora ambacho kimetoka, kwa namna ambavyo Simba ilicheza jana. Imetoa Musa Pinpini Kamara, ndio golikipa bora wa wiki baada ya kufanya vizuri zaidi. Lakini si yeye tu, angalia baadhi ya wachezaji wengine ambao walifanya vizuri, wameingia kwenye kikosi bora cha takriban wachezaji 3 mpaka 4 kwenye mechi ya jana. Simba imeweza kucontribute kuingia kwenye kikosi cha wiki. Hii yote ni katika ubora, lakini Musa Kamara alijaribu kupoteza muda, alikuwa anajaribu kufanya namna yoyote ile kwenye eneo la nyuma, hawa jamaa watoke, hawakutoka, akaamua kuriski mpaka kwenda kuchukua kadi ya njano. Kwa hiyo namna ambavyo wakina Titus, wakina Dion, wakina Kiba ambaye ndiye alikuwa kama inside number 10 akishirikiana na Nduri, walikuwa na kabia juu zaidi ambao kuliwafanya Simba wasiwe comfortable kuanzisha mashambulizi ama kupiga pasi 3 mpaka 4 za mwanzoni, na kufanya sasa mfumo wa Simba kubadilika kutoka kwenye 4-2-3-1 na kurudi sasa kwenye 4-3-3 kwa ajili ya kudefend katika ubora ambao ni mkubwa zaidi, na mwisho wa siku wakaminimize makosa, game inamalizika bila, wanakwenda kushinda mechi. Bwana, huu ni mchezo wa jana wakati Simba akifanikiwa kutinga fainali ya kombe la shirikisho mara baada ya kitambo kidogo, hatimaye